Hapo zamani za kale, mwanga wa jua uliteremka kutoka angani, na kutoka kwenye mwanga huo ua la dhahabu likachipua, na mchawi mzee aliyekuwa amedhoofika aligundua ua hilo la ajabu. Alichohitaji kufanya ni kuimba kwake tu na angeweza kurudisha ujana wake. Hivyo mchawi alilificha ua hilo na kutegemea nguvu zake za kichawi kuishi kwa muda mrefu sana. Lakini baadaye malkia aliyekuwa mjamzito aliugua vibaya, na mfalme aliposikia kuhusu ua la dhahabu alituma askari wengi kulisaka, na mwishowe askari walifanikiwa na kuling'oa pamoja na mizizi yake. Wakalitumia ua hilo la kichawi kutengeneza dawa, na baada ya malkia kunya, hakupona tu bali pia alijifungua mtoto wa kike mzuri sana. Jina lake aliitwa Rapunzel. Rapunzel alikuwa na nywele za dhahabu zenye kung'aa na alikuwa kipenzi cha mfalme na malkia, lakini ni mchawi tu aliyefahamu nguvu halisi ya nywele hizo za dhahabu, kwani kama angezipata angeweza kubaki kijana milele. Akaikata sehemu ndogo ya nywele hizo za dhahabu, lakini mara moja zikageuka kuwa nyeusi na ngozi ya mchawi ikaanza kuzeeka haraka. Hivyo nywele hizo zilipoteza nguvu zake za kichawi punde tu zilipotoka kwa binti huyo. Akiwa na tamaa ya kuhifadhi ujana wake, mchawi alimteka Rapunzel na kumficha ndani ya mnara wa mawe ulioko katikati ya msitu, akamfanya aamini kuwa yeye ndiye mama yake. Kila siku alimchana nywele na kumuimbia, na sasa akiwa amerudisha nguvu zake za kichawi, mchawi aliamua kumfunga Rapunzel humo milele. Lakini hata akiwa mtoto, Rapunzel aligundua siri fulani. Kila mwaka siku ya kuzaliwa kwake, taa nyingi za kuruka angani zilionekana usiku, ambazo zilikuwa zikiachwa na mfalme na malkia, wakitumaini kwamba siku moja binti yao aliyepotea angeziona na kurudi nyumbani. Na hivyo miaka 18 ikapita. Kwa miaka hiyo yote 18, Rapunzel aliishi ndani ya mnara huo wa mawe bila kuwa na rafiki hata mmoja. Rafiki yake pekee alikuwa kinyonga, na nywele zake zilikuwa zimekuwa kwa urefu wa ajabu kiasi kwamba zilijaza chumba kizima zilipoachwa chini. Lakini Rapunzel hakujua chochote kuhusu utambulisho wake halisi, na kila mara mchawi alipomhitaji alikuwa anaita tu, na Rapunzel alikuwa anashusha nywele zake ili mchawi apande juu. Siku moja, hatimaye Rapunzel alipata ujasiri wa kumuuliza mchawi, "Kesho ni siku yangu ya kuzaliwa, nataka kutoka nje nione dunia." Lakini bila hata kufikiria, mchawi alikataa moja kwa moja, akisema dunia ya nje ni hatari sana, imejaa viumbe wanaokula watu na wahalifu wakatili, na viumbe wa kutisha zaidi ni wanaume, wana midomo yenye meno makali, na hakuna kinachowafurahisha zaidi ya kula mioyo ya wasichana wazuri wachanga. Hivyo asifikirie hata kidogo kutoka nje, abaki tu hapo na mama yake ambapo ni salama. Baada ya mchawi kuondoka, Rapunzel aliegemea dirishani akiota kutoka nje ya mnara. Ndipo mwanaume mmoja alikuja akikimbia kuelekea huko. Jina lake aliitwa Eugene na alikuwa mwizi. Hapo awali alishirikiana na wahalifu wawili hatari kuiba taji, na sasa walinzi wa kifalme walikuwa wakimfukuza kila mahali. Alitumia mazingira kuwakwepa askari, lakini farasi mweupe mwenye kasi alimfikia. Eugene aliwatupa askari chini kwa kutumia mizababu, kisha akaruka juu ya farasi akijaribu kutoroka, lakini ghafla farasi alisimama na kumtazama kwa hasira. Haijalishi Eugene alijaribu kumlazimisha aende, hakusogea. Kisha farasi akaona mkoba uliokuwa na taji na kujaribu kuuchukua. Katika mtutano huo, mkoba uliruka na kunaswa kwenye mti uliokuwa karibu. Wote wawili walikimbilia kuuchukua kwanza. Eugene alipoona farasi amefika kwanza, akapanda juu ya mgongo wake, jambo lilomkasirisha farasi sana hadi kutaka kumkanyaga chini. Wakati Eugene alipofanikiwa kuuchukua mkoba, tawi la mti lilivunjika na wote wawili wakaanguka kutoka kwenye jabla. Farasi aliporejewa na fahamu zake, alijaribu kumtafuta Eugene kama mbwa, lakini hakuwa mbwa na hakuweza kumpata hata kama alikuwa karibu sana naye. Kisha Eugene aliingia pango na kujificha haraka ndani. Akaona farasi bado anamtafuta, hivyo akaingia ndani zaidi ya pango, na kwa mshangao wake, pango hilo lilifunguka kuwa korongo kubwa, na hapo ndipo alipoona mnara wa mawe ya ajabu. Hivyo akapanda moja kwa moja kwenda juu.